Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans, ukiweza kushuhudia majembe yakiendelea kuweza kushuka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo tayari uko watu wameshaanza pre-season ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Ni zaili sheli ya kwamba Young Africans msimu huu hawahitaji unyonge wa aina yoyote, na wamedhamiria zaili sheli ya kwamba msimu huu unakwenda kuwa msimu wa kibabe katika kikosi chao. Sasa klabu ya soka Young Africans kwa kulizingatia hilo, mapema hii leo wamekwenda kukamilisha moja kati ya usajili mkubwa kwelikweli kwenye kikosi chao, ambapo taarifa inaelezwa kwamba wamefanikisha dili moja kubwa kwelikweli la nyota mkubwa ambaye anakwenda kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa. Ametokea wapi? Amesaini mkataba miaka mingapi kwenye kikosi cha wananchi Young Africans? Atakuwepo mpaka kwa muda gani? Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa zote lukuki ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans na makubwa ambayo Young Africans wameyafanya, balaa zito ambalo wamelitenda katika usajili huu. Ni nani huyo? Tutakwenda kumjua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika kokote. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele. Karibu. Bana, klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni wananchi Young Africans. Wameendelea kuweza kufanya balaa zito katika usajili wao, ambapo tayari wao wametangaza kwamba usajili wao wa ndani kwa wachezaji wanaocheza ligi ya ndani, yani wazawa, umekamilika. Hivyo basi klabu ya soka Young Africans sasa inaanza kushusha vyuma vya kimataifa, ambapo utakwenda kushuhudia shughuli kweli kweli huko katika ligi ya hapa nazungumzia ya Tanzania, ambapo leo hii klabu ya soka ya Young Africans inaelezwa kwamba klabu hiyo imekamilisha usajili mkubwa kweli kweli kwenye hapa nazungumzia timu yao, ambapo usajili huo ni wa winga wa kimataifa kutoka Komoro, ambapo anafahamika kwa Hussein Zakuani mwenye umri wa miaka 28, ambaye amejiunga na mabingwa hao wa Tanzania bara kwa mkataba wa miaka miwili kuelekea msimu mpya wa mashindano. Zakom ni mmoja wa wachezaji waliopita kwenye mfumo bora wa soka nchini Ufaransa baada ya kuelelewa katika akademi ya Olympique Marseille, ambapo alinoa vipaji ambako ilitoa vipaji vyake vingi miaka kadhaa kabla ya kuanza safari ya soka ya kulipwa. Baada ya kuondoka Marseille, nyota huyo alijengea uzoefu mkubwa katika vilabu mbalimbali vya Ufaransa, ambapo aliweza kupita huko akiwa anacheza soka hilo, lakini pia alipita Ugiriki akiwa kama mchezaji wa kulipwa. Baadaye akaenda kucheza Saudi Arabia. Msimu uliopita Zakom alikuwa akitumikia Zizofu inayoshiriki ligi daraja la kwanza nchini Saudi Arabia. Hata hivyo, baada ya kumalizika kwa mkataba wake aliondoka akiwa mchezaji huru, jambo lililowapa nafasi wananchi Young Africans kukamilisha usajili wake bila kulipa ada ya uhamisho. Mbali na mafanikio yake katika ngazi za klabu, Zakouni pia ni mchezaji wa timu ya taifa ya Komoro, ambapo amechezea katika mechi kadhaa za kimataifa na uwezo wa kucheza kama winga wa kulia
na wa kushoto. Hata hivyo, mshambuliaji huyo, jambo linalomfanya kuwa mchezaji mwenye matumizi makubwa katika safari ama katika safu ya ushambuliaji ya klabu yao. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo wananchi Young Africans wanaonekana kuweza kupata kile ambacho kinachoonekana kuwa sehemu ya dili hilo ambalo linaonekana kuwa sehemu ya mkakati wa kile ambacho kinachoonekana, ambapo pia katika hatua nyingine klabu ya soka Young Africans inatajwa kuwa katika hatua nzuri ya mazungumzo ya kumpata kiungo Alphonce Mabula Msanga. Taarifa zinaeleza kuwa Yanga inaendelea kutathmini uwezekano wa kumsajili mchezaji huyo ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuimarisha kikosi chake kabla ya kuanza kwa msimu mpya. Alphonce Mabula ni kiungo anayejulikana kwa uwezo wake wa kutawala eneo la katikati ya uwanja, kupiga pasi zenye usahihi, kuisaidia ulinzi pamoja na kuanzisha mashambulizi. Nizamu yake akiwa uwanjani, uwezo wake kusoma mchezo na kufanya maamuzi sahihi vimemfanya kuvutia macho ya viongozi wa Yanga. Endapo pande zote zitafikia mwafaka, Mabula anaweza kuwa sehemu ya kikosi cha Yanga kitakachoshiriki mashindano ya ndani na kimataifa msimu ujao. Kwa hiyo kazi ipo katika hatua hiyo ambayo wananchi Young Africans wanaiendea ili kuweza kufikia kile ambacho kinachohitajika. Lakini katika hatua nyingine inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans imekamilisha usajili wa mshambuliaji wa kimataifa wa Namibia Peter Shalulile aliyekuwa akitumikia Mamelodi Sundowns Afrika Kusini. Shalulile anatarajiwa kujiunga na kikosi cha Yanga kama sehemu ya maboresho makubwa ya kuelekea msimu mpya, huku akitajwa kuziba pengo lililoachwa na mshambuliaji Prince Dube ambaye ameondoka ndani ya klabu hiyo. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 32 anatajwa kuwa mmoja wa washambuliaji bora zaidi kuwahi kucheza ligi kuu ya Afrika Kusini. Katika kipindi chake akiwa na Mamelodi Sundowns alifanikiwa kushinda mataji mbalimbali ya ligi na vikombe, huku akijengea sifa na uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao, kucheza kwa nguvu ndani ya eneo la hatari na uzoefu mkubwa katika mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika, huku akitajwa kuwa sehemu ya mpango wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans katika kuhakikisha kwamba msimu huu wanakwenda kumpata nyota huyo hatari kweli kweli. Lakini katika hatua nyingine, mabingwa hawa wa soka la Jangwani, nazungumzia Young Africans, ambapo wameingia katika hatua za mwisho za kukamilisha usajili wa kiungo mkabaji kutoka Nigeria Morsi Oguchukwu mwenye umri wa miaka 23 ambaye kwa sasa anapatikana kama mchezaji huru baada ya kumalizika kwa mkataba wake na Singida Black Stars. Taarifa zinaeleza kuwa mazungumzo kati ya pande zote yamefikiwa hatua nzuri na kinachosubiriwa ni kukamilishwa kwa taratibu za uhamisho kabla ya usajili huo kutangazwa rasmi. Oguchukwu anatajwa kuwa mmoja wa viongozi wa viungo waliovutia zaidi katika ligi kuu bara kutokana na uwezo wake kucheza kama kiungo mkabaji pamoja na kusaidia kujenga mashambulizi. Mchezaji huyo raia wa Nigeria alizaliwa Julai 27, 2002 amejengea sifa kwa nidhamu ya mchezo, uwezo wa kupokonya mipira, kupiga pasi zenye usahihi na kuiongoza safu ya kiungo kwa utulivu mkubwa. Inaelezwa kuwa Singida Black Stars walifanya jitihada kubwa kuhakikisha wanambakisha nyota huyo ndani ya kikosi chao kwa kumpa ofa ya mkataba mpya kwa miaka 4 wenye maslahi yaliyoboreshwa. Hata hivyo, Chukwu alikataa kusaini mkataba huo, jambo lilomfanya amalize rasmi uhusiano wake na klabu hiyo na sasa kuwa huru kujiunga na timu yoyote inayomhitaji. Chanzo cha karibu na mchezaji huyo kinaeleza kuwa Yanga imeonyesha dhamira kubwa kwa kumpata kutokana na hitaji la kuimarisha eneo la kiungo kuelekea msimu mpya wa mashindano ya ndani na kimataifa. Uongozi wa klabu unaamini kwa uzoefu wa Chukwu katika ligi kuu ya soka Tanzania bara unawapa nafasi wananchi Young Africans. Weka maoni yako, wewe umepokeaje usajili huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka